Shirika la usalama la taifa la Urusi FSB limetangaza kuwa limefanikiwa kuvunja kundi la kigaidi linaloundwa na raia wa Asia ya Kati waliodaiwa kupanga shambulio kubwa la kigaidi katika jiji la Nizhny Novgorod. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na shirika hilo Jumatano, watumiwa hao walikuwa wakitekeleza maagizo ya moja kwa moja kutoka kwa vyombo vya ujasusi vya Ukraine. Video iliyotolewa na FSB inaonyesha vikosi maalum vya silaha vikiwa vinavamia maficho magaidi hao. Picha hizo zinaonyesha mapambano makali ambapo watumiwa wanaripotiwa kuuawa. Mamlaka zinasema hakuna askari wa usalama wa Urusi aliyejeruhiwa katika operesheni hiyo. Wakati wa uvamizi huo, maafisa walikamata silaha mbalimbali zikiwemo bunduki za kivita, vifaa vya mlipuko vilivyotengenezwa kienyeji, nyaraka za propaganda za kigaidi pamoja na vifaa vya kielektroniki vinavyodhaniwa kutumika kuwasiliana na waelekezaji wao wa nje. Timu za uchunguzi wa kisayansi kwa sasa zinachambua vifaa vilivyokamatwa ili kubaini undani wa mtandao wa kundi hilo na malengo yao. FSB imedai kuwa magaidi hao walipewa jukumu la kutekeleza shambulio kubwa la kigaidi kwa lengo la kuhatarisha usalama wa ndani wa Urusi, ikiwa ni sehemu ya mkakati mpana unaoratibiwa na idara ya kijasusi ya Kiev. Shirika hilo halikutoa idadi kamili ya watuhumiwa waliouawa au kukamatwa, lakini limesisitiza kuwa tukio hilo limezuiwa kabla ya kutekelezwa. Serikali ya Urusi imeongeza shutuma dhidi ya Ukraine katika miezi ya hivi karibuni mara kwa mara, ikihusisha matukio ya hujuma na njama za kigaidi na mawakala wanaodaiwa kuwa na uhusiano na jeshi au ujasusi wa Ukraine. Mamlaka za Ukraine bado hazijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo ya karibuni. Tukio hili linaongeza mvutano kati ya mataifa hayo mawili, wakati ambapo Moscow inaendelea kuonyesha operesheni zake za kiusalama wa ndani kama hatua za kujilinda dhidi ya kile inachokiita ugaidi unaothaminiwa na Ukraine. Wachunguzi wa kimataifa wametoa wito wa kufanyika kwa uchunguzi huru kuhusu madai hayo na hazikutaka pande zote kujiepusha na hatua zinazoweza kuhatarisha usalama wa kikanda. Hii ni ripoti ya Mediawire Express na mimi ni Joseph Mwanawaisangura.